Bana, kwa maoni yangu tumeona soka limechezwa hii leo, na kusema kweli ni masikitiko kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Kipigo cha 6 mfululizo wanakutana nacho kutoka kwa mtani. Unajua kwa mtani inakuwa raha kwamba unafunga, anakufunga, mnafunga na nyinyi mnawafunga, hiyo ndio inakuwa raha ya utani. Lakini ikiwa imelala upande mmoja, maana sasa inakuwa ni masikitiko kama tulichokiona hii leo. Lakini kwa Simba ninachokiona, bado nimeona juzi wametengeneza bodi, umeona bodi, mpata mwenyekiti wa bodi sawa, Magori ni mtu wa mpira, lakini bado naona nafasi ya mtu kama try again ndani ya Simba, nafasi yake bado ni kubwa. Twende mbele turudi nyuma, Salim try again ni mtu wa mpira wa sawasawa. Kwa hiyo Simba kusema kweli wasimpoteze huyu mtu, anahitaji nguvu yake, maono yake, unaona bwana. Kwa hiyo nafikiri waangalie tena upya namna gani try again atarudi katika hii bodi ya klabu ya Simba, kwa sababu kusema kweli naona kabisa mchango wa try again unahitajika. Manake unapozungumza timu kwa ujumla, timu inajengwa na uongozi, timu inajengwa na maono yale, fikra, busara, michango mbalimbali ya uongozi, lakini ndio inashuka sasa ile mpaka chini kwa wachezaji. Namna gani mnakanda wachezaji, namna gani mnawalea wachezaji, namna gani mtazungumza nao kuelekea mechi na mechi. Kwa sababu unapozungumza tu mechi, kwa mfano kama hii na Yanga imeshapita, lakini sasa Simba inakwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Hiyo ndo kubwa. Hii ya kufungana kwa wenyewe hapa inakwisha, lakini tuzungumze maono ya kuona mbali, kuona mipango, mikakati. Maana michuano ya vilabu barani Afrika inahitaji mtu wa sawasawa anayejua kupenya huku kupita huku, ili kutengeneza maono ya kweli na timu iweze kwenda mbele. Kwa hiyo nafikiri ukiniuliza mimi ambaye nimekaa kwenye mpira kwa muda mrefu, naona bado nafasi ya Salim try again inahitajika sana, mchango wake bado unahitajika ndani ya klabu ya Simba.